Mama za asubuhi. Salamu mama, shikamoo. Bobi amkaje? Sijambo. Mama, nimepata taarifa na mume wako. Anaambia mama mwanao mjamzito. Mama, nimefurahi. Yaani mimi nitaitwa bibi. Mungu mkubwa. Hatari. Nimefurahi sana. Sasa nimemwambia mume wako utakavyokwenda shamba. Yaani zile kazi ambazo nzito zile. Nzito! Yaani si nisemeje, yaani zile kazi ambazo ni ngumu akupe wewe uzifanye yeye akiwa amesimama na kuangalia. Kwa sababu unafanya mazoezi ya mwili, yaani mwili nao ukomae. Yaani kazi zile ngumu ukazifanye kule shamba. Sababu unaguna mama. Ukienda shamba sio kwenda kulala usingizi. Kule unaenda kufanya kazi zako ngumu kama usingizi nyumbani. Lakini kule yaani zile kama kuna magogo makubwa na bimbilisa si kufanyaje. Yaani hivyo yani. Kama ni ukiwemo mwana anachumba kisiki kidogo unachukua na mnyang'anyo unachukua kisiki kikubwa unapiga sururu. Yaani ngumu kwamba unatoka jasho mpaka basi. Sawa mama. Yaani inaimarisha mwili mwanangu. Sawa mama. Mimi sina cha kusema. Mama ndio mkubwa amenitangulia mimi. Basi nimefurahi sana. Nimefurahi sana mamangu. Sawa Sawa. Tabasamu basi mwanangu, kwani hujapenda? Mungu wangu. Ui. Si wema mjukuu wangu. Mimi Mungu kanibariki kupata watoto hawa 4. Mmoja mtoto wa kiume, 3 wote ni wanawake. Sio mimi nilikuwa vijiji huko vya mbali kabisa. Ndio nilipokuwa huko. Bibi, kumbe hapa tu umehamia? Mimi nilikuwepo huko vijiji vya mbali. Si wema huko nilikokuwa kulikuwa na mila zao potofu. Zile mila na desturi zao. Nikaishishi nazo kule nikaona hapana. Ngoja nikimbie. Vinginevyo watanimalizia watoto wangu wote. Sio mjukuu wangu. Watoto wangu 3 wote wamekufa. Bibi, subiri kwanza. Umesema watoto wako 3 wote wamefariki kwa ajali au? Hapana, sio kwa ajali mjukuu wangu. Ndio hizo mila nazokuhadisia, mila potofu. Mtoto wangu wa kwanza alizaa mtoto. Baada ya kuzaa mtoto amefariki. Na mtoto amefariki. Nikakaa nikavumilia. Baada ya miaka 2 anakuja tena kuzaa mwingine. Ikawa hivyo tena. Mara mwisho akanimalizia na yule mjomba wako wa kiume. Nikaona huku mimi hakunifai. Ni heri nikimbie. Huyu mtoto wangu mmoja aliobakia mimi nikimbie naye, ambaye ndio huyu mama yako wewe. Nikafika naye hapa kijijini, nikaishi na mwanangu, ukakaa kidogo na yeye, akaja kupata mwenziwe ambaye ni baba yako. Basi kukando akapata ujauzito tena, ndio ujauzito wako wewe. Kujifungua naye akaondoka mama yako. Bibi, kama unajua mamangu pia akibeba mimba atakufa. Sasa kwa nini uliruhusiwa nizae mimi? Ni kweli mjukuu wangu. Nilijua mimi kule nishatoka tayari, nipo sehemu nyingine. Naona. Nashangaa zile mila bado zinafuatilia tena mpaka huku. Lakini cha kushukuru Mungu, nimekukuza mjukuu wangu, kwa sababu si kawaida. Kwa sababu anapokufa na mtoto pale pale anakufa. Lakini nashukuru Mungu, nimekukuza mjukuu wangu mpaka hapo ulipofikia. Na ndiyo maana si wema mimi nakuwa mkorofi na mkali sana. Sitaki mtu akuguse wewe hapa kijijini. Nipo tayari kwa lolote lile. Najua mwisho wa siku watakudanganya, watakupa mimba, nitakuja kukupoteza mjukuu wangu. Ambapo ni kitu kwangu hakiwezekani. Wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio mboni yangu. Wewe nahisi ndio maisha yangu.
kwani haiwezekani tukavunja hizo mila? Haya, ishavunjika tayari na imani, kwa sababu mpaka ingekuwa hajavunjika hata wewe ningekukosa. Mimi sijazaa bibi. Mimi sijazaa bado. Ina maana nikibeba mimba hata mimi nitakuacha. Hapana, ndio maana kwanza nakuwa mkali, sitaki kwa kipindi hiki, nipo chini ya uangalizi wako kukuangalia. Kwa kipindi hiki bado msichana, bado nipo uangalizi mkubwa kukuangalia, yasije katokea kama yale yaliyotokea. Na ndio maana unanikuta mimi mkali. Nisamee bibi yangu. Nilikuwa sijui mwanzo. Nikajua tu unapenda tu kae na mimi hivi. Sikujua kwa nini unakataza mimi siwe na mahusiano. Hapana. Nisamee sana bibi. Na mwenyewe roho inaniuma. Inaniuma, watoto wangu wanaondoka hivi na waangalia. Kweli? Na ndio maana sio mawe mjukuu wangu umekuwa kama mboni. Sitaki kabisa yani. Yaani utaniona mkorofi mbaya kijiji hiki juu yako. Sawa mjukuu wangu. Ukimtoa baba na mama, anayefuata ni mume wako halali, unaoa na mpenzi wako halali ambaye anakupenda kwa kweli. Afu kinachofuatia ni familia, hasa mtoto wako au watoto wako. Yaani hao ndio wanaikusanya faraja yako, inabaki inavuviwa katika nafsi yako. Tumeelewana? Kwa hiyo naomba nikwambie kitu kimoja. Kwangu mimi ndio umefika. Yaani mimi nitafanya dunia yako iwe ni pepo. Dunia yako siku zote usije ukatoa machozi hata siku moja kukujutia kwamba nilikutanaga na mtu mmoja anaitwa Madema. Ndio mimi, kijiji kizima wananitambua. Nikipenda nimependa kweli. Sio mtu wa maneno. Madema. Acha tu nikwambie ukweli. Ukweli kitu gani? Madema, nisikilize basi. Yaani msiba tangu kipindi kile mpaka sasa hivi una Madema. Siongelea habari za msiba. Madema. Kuna jipya kubwa tena. Madema. Nataka nikwambie kwa mimi na wewe kuanzia leo hii na kuongea. Naomba tuachane. Madema. Msiwema sikia. Madema, nisikilize basi. Bwana, unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua michezo ya mapenzi tunasemaga kweli ni utani na utoto na ile michezo. Mimi bwana nina pressure. Utanizika mwenyewe peke yako hapa. La sivyo utafungwa kifo cha milele. Mimi mwenzako kufa ni mara moja tu. Madema. Nakwambia ukweli. Ninyi wanaume ni watu wa ajabu sana. Kivipi yani? Mamangu mimi amekufa. Unasikia nani? Si wema Naomba unisikize kwa makini. Tega sikio lako unisikilize vizuri tena ninachokuambia. Yaani vizuri kabisa. Wewe mzee ndio chanzo cha kusababisha mimi na Siwema kuachana. Na hiyo yote ni upumbavu wako na ujinga wako uliotindiwa katika ubongo wako. Yaani unashindwa kitu cha kufanya, unabaki unafuatilia mahusiano, unabaki unafuatilia mapenzi ya mjukuu wako na mtu wake. Naomba nikwambie kitu kimoja. Vizuri kabisa. Na naongea kwa kumaanisha. Sitokuja kurudia na haitojirudia katika maisha yako. Mwisho ubaya ni fedheha. Ushamaliza upumbavu wako?
Na kuuliza wewe ushamaliza upumbavu wako? Kumbe unajua kuongea? Sijui kuongea? Hapa alikwambia ufike hapa kwenye mji wangu nani? Aliyekupa wewe kibali kukanyaga kwenye uwanja huu na kuuliza nani? Unajua kuongea? Aliyekupa mamlaka ufike hapa kwenye nyumba yangu nani? Unakurupuka tu si wema. Wewe una haja ya kumwoa mjukuu wangu mimi si wema? Si wema mama yako. Si wema nakuuliza mama yako. Kampende mama yako kwanza. Sawa? Wewe vipi? Nisikilize wewe, nakwambia acha ujinga. Acha ujinga, nisikilize ninachokueleza. Yaani wewe hata haya, wewe elimu shazi kweli wewe bibi wewe. Kumbavu wewe. Wewe mgonjwa nini? Nisikilize nikwambie, sio kwamba napenda. Wewe, sio kwamba natamani mimi kukaa mbali na Siwema. Siwema ni mwanamke ambaye yuko ndani ya moyo wangu. Ni mwanamke ambaye ninampenda kwa dhati kuliko kitu chochote. Nina uwezo wa kufanya kitu chochote na nikaishi na Siwema. Ila nakwambia kitu kimoja. Wewe mwisho ubaya ni fedhea, na naamini utakuja kuamini hichi ninachokizungumza. Ni kama nilivyokuambia, sitorudia tena. Siwema, leo rasmi naondoka katika maisha yako. Nadhani hautakuja kuniona tena katika macho yako. Na huyu bibi yako wewe, nenda mwana kwenda wewe. Mwisho ubaya ni fedhea, nakwambia. Utakipata tu. Kiko wapi nitakachokipata? Kwanza ujiogopi na kuuliza. Nenda wewe uko kwa mwanamume gani wa kumwoa mjukuu wangu? Wewe na ingia ndani uko pumbavu. Nenda ndani huko. Ingia ndani nimekwambia. Pumbavu wewe. Wamenitia mikosi hata nje sikutaki, ngoja nirudi tena ndani nikapumzike. Umenisusa siku hizi hata kuja nyumbani. Ndugu yangu na matatizo wewe. Hujui pilika za hapa kijijini. Bila kilimo hauwezi ukala. Ndio hivyo tutafanya sasa, ndio kijiji chetu ndugu yangu. Lakini katika hizo siku 2-3 usijali nitakuja kukuona. Karibu. Niambie. Lakini Dasiwa, haya yanaendelea kijijini kwetu hivyo unayajua kweli? Yapi? Maana mimi nikiamka asubuhi jembe na mimi. Shamba na mimi. Hata naojili huko nyuma mimi sijajua hata kidogo. Hebu ndadavurie basi. Wewe sijui upo kwenye kijiji hichi, sijui umehama. Yaani Siwema, mwenendo wake wa maisha mimi siuelewi kabisa. Kwa sababu kipindi cha kwanza alipataga mchumba. Ikaja yule kijana akafariki. Akaja tena yule mtoto wa mzee nani huyu? Mtoto wa mzee Hamisi yule Grigo yule. Naye sasa hivi hatupo naye tena. Sio, unanielewa? Sasa hivi kuna huyu Madema huyu. Naye na wasiwasi naye. Hachukui muda mrefu. Sasa hapo unaanza kunifungua ubongo. Unajua bibi yake Siwema simuelewi hata kidogo. Unajua simuelewi. Mimi naishi bibi ni mchawi. Tena mchawi mkubwa. Wewe badilisha sauti. Na kutisha nini wewe, mambo unayoongea hayo akiwa anatusikia. Kijiji chenye kidogo hichi. Jifikirie mwanaume wa kwanza amekufa. Grigo naye amekuja amekufa. Hivyo ujiulize maswali kuna nini hapa? Kwa kweli nachanganya. Yaani hilo jambo linanivuruga kabisa. Yaani hicho ndio kinachonifanya mimi unaniona kabisa siko karibu na Siwema kwa sasa. Yaani na muda mrefu sijaongozana naye, sijaenda kwao kwa sababu hiyo namuogopa yule bibi jamani. Alafu kingine cha zaidi, bibi yake Siwema hataki mjukuu wake awe na mahusiano. Kwa nini? Yaani hicho ndio ambacho kinanishangaza. Kati yule ni binti mkubwa. Itakuwa tu kuna vitu vyake anafanya. Unanitisha bwana sasa nini? Wewe unabidi ongea kwa naniliwa hapa kwa kujishtukio. Nafikiri tunachokiongea kitu kizuri hapa. Akiwa ametega mimi na vina sasa sauti vyake. Unajua wanga. Ila Siwema una hatari wewe. Kwa nini Chiku? Yaani kuna vitu vinanifukuta, nikasema nikikutana na wewe tu kabla leo siku haijaisha. Nikwambie. Hivi umemfanya nini Madema wewe? Maana yani mpaka nafika hapa natamani kujua. Umemfanya nini yule kaka?
Unajua nimetoka huko nilikotoka kote, nikapita njiani huko nakutana na Madema, ndio yuko njiani anaelekea stendi ya kwenda mjini. Madema kachanganyikiwa, kavurugwa. Yaani nimemkuta hivyo viatu alivyovaa, najua mwenyewe ana fuko lake, anasema yeye anaondoka hapa kijijini. Maisha ya hapa yamechosha. Na najua tu sababu kuu utakuwa ni wewe. Umemfanya nini? Kusema ukweli Chiku, mimi na Madema sio wapenzi tena kama unavyofikiria. Mbona makubwa? Nimeachana naye kwa sababu